Did I say that? I can't believe I said that. Next question. Katika mkutano ambao alifanya na waandishi wa habari, rais wa Marekani amefahamisha kwamba hana kumbukumbu kuwa alisema rais wa Ukraine Zelensky kuwa ni dikteta. Ni majibu ambayo alitoa kwa waandishi wa habari wakati ambapo walimuuliza kufuatia kauli yake ambayo ilimtaja rais Zelensky kuwa ni dikteta ambaye yupo madarakani bila ya uchaguzi na kuleta gumzo kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo wakati walipomuuliza swali hilo, rais wa Marekani alijibu kwa kusema kwamba hana kumbukumbu kama aliweza kutamka hivyo na kuwataka waulize maswali mengine. Kulingana na kile ambacho kinazungumzwa katika mitandao ya kijamii, inatajwa kwamba kubadilishwa msimamo na rais wa Marekani kuhusu Zelensky ni kufuatia ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kujielekeza nchini Marekani, ambapo aliweza kuzungumza na rais wa Marekani kuhusu mzozo huo na kuhusu kile ambacho mataifa ya Ulaya, ambayo mwakilishi wake kama inavyotajwa pia kuwa ni rais wa Ufaransa ndio ambaye anayewakilisha mataifa ya Ulaya, kwa lengo la kurejesha ushirikiano ambao uliokuwepo kati ya Marekani na mataifa ya Ulaya. Baada ya ziara hiyo ya rais wa Ufaransa nchini Marekani, rais wa Marekani Donald Trump ameonekana kubadilisha kauli na mtazamo kama inavyotajwa kutokana na mtazamo aliokuwa nao kuhusu rais huyo wa Ukraine Zelensky ambaye alimtaja kuwa ni dikteta. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast cuz katika hotuba yake nyingine ambayo ilizua gumzo katika mitandao ya kijamii. Kama inavyotajwa katika mitandao ya kijamii kuwa rais wa Ufaransa ni mwakilishi wa mataifa ya Ulaya, alishtushwa kumsikia rais wa Marekani akimtaja Zelensky kuwa ni dikteta na kuchukua jukumu la kufunga safari kwa kudai ya kwamba huenda rais Trump haelewi ni kitu gani ambacho kinaendelea kati ya Urusi na Ukraine, aidha Urusi na mataifa ya Ulaya. Hivyo basi ililazimika rais wa Ufaransa kujielekeza nchini Marekani ili kuweza kuzungumza bayana na rais wa Marekani ili kumweleza ni nani rais Putin na ni nani rais Zelensky, na mzozo ambao unaoendelea kati ya Urusi na Ukraine na mataifa ya Ulaya hatima yake ni ipi kwa mataifa ya Magharibi. Mitazamo tofauti katika mitandao ya kijamii inataja kwamba rais Trump ni rais ambaye amekita kwa kiasi kikubwa katika biashara, na kile ambacho kinamshughulisha kwa kiasi kikubwa ni kuangalia wapi kuna maslahi ya kiuchumi, na huko ndiko huwa akiwekeza kwa kiasi kikubwa. Hivyo basi kwa mujibu wa mtazamo huu ni kwamba rais wa Marekani ameona ya kwamba kuna maslahi makubwa ya kiuchumi nchini Urusi kuliko Ukraine, na kupelekea kuiwekea vitisho dhidi ya Ukraine ili Ukraine iweze kukubali kile ambacho Marekani itapendekeza, kwa kuwa kile ambacho Marekani inapendekeza ni kwa ajili ya maslahi ya Marekani. Mataifa ya Ulaya yalipatwa na wasiwasi kutokana na kauli aidha mitazamo ya rais wa Marekani kuhusu mzozo huu ambao unaendelea kati ya Urusi na Ukraine, mzozo ambao Marekani imeahidi ya kwamba aidha rais wa Marekani Donald Trump ameahidi ya kwamba mzozo huu unatakiwa kukomeshwa moja kwa moja. Utakumbuka kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin ametajwa kuwa kama dikteta na viongozi wa mataifa ya Ulaya kushangazwa kumsikia rais Donald Trump akimtaja rais Zelensky kuwa ni dikteta, lakini kauli hiyo rais wa Marekani ameweza kuifuta na kuikanusha kwamba hajawahi kusema hivyo na hakumbuki ya kwamba aliweza kutamka maneno kama hayo. Ikiwa ni siku moja aidha masaa kadhaa kabla ya rais Zelensky kuweza kupokelewa nchini Marekani kwa ajili ya mazungumzo na rais Trump aidha kusaini makubaliano ya kuweza kuilindia usalama Ukraine dhidi ya uvamizi wa Urusi kutokana na kile ambacho kinaendelea. Ni jamii sana utamaduni unasemaje kuhusu kauli mbili hizi za rais wa Marekani kumtaja rais Zelensky kuwa ni dikteta na baadaye kufahamisha kwamba hakumbuki ya kwamba aliweza kutoa kauli kama hizo? Tuachie mtazamo wako.